Basi kitu kimoja tu, hakikisha umegusa button nyekundu iliyoandikwa neno subscribe kuwa mwanafamilia wa Gamba TV, na nimeamua nimtafute mzee wa bakora tuzungumze naye kwa sababu ni mwanzo wa mwaka na pia hatujui kuzungumza toka mwaka jana, na pia kikubwa kilichofanya nimtafute ni baada ya kuona imefika mwisho wa series ya dunia. Nikataka kufahamu, je, ndio mwisho wa series ya dunia, haitoendelea tena? Kwa sababu kumekuwa na maswali mengi yakijiuliza kuwa imeisha bila kuona mwafaka wa baadhi ya wasanii. Ndena Mkake kaondoka, Mati na kadhalika, lakini kuna vitu vimejiulizwa. Mimi nikasema nimtafute mzee Bakora tuweze kufahamu uhalisia wa series ya dunia. Je, ni kweli imeisha? Na hii ni interview ya kwanza kuifanya 2026 leo tarehe 30 mwezi wa kwanza. Bwana mzee Bakora ni aje? Safi kabisa. Uko poa? Niko poa. Harakati zinasema tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Mwaka umeuonaje kwanza 2026? Kawaida mwaka ukianzaga unakuwa mgumu, lakini kila unavyozidi kwenda mambo yanakaa sawa. Ni kipi ambacho labda mzee Bakora Yesu unaweza kukaa ukajivunia ambacho unasema 2025 nilikifanya kikubwa kwenye harakati zangu za sanaa, ambacho Yesu unasema 2025 nimeacha alama hii kwenye kazi yangu ya sanaa? Unajua, ukifanya kazi mara nyingi unakuwa unategemea kupata mafanikio makubwa, lakini mimi niseme pia kwenye safari yangu ya sanaa mpaka sasa hivi, hata kama sijapata mafanikio labda ya kifedha, lakini huenda nikawa nimepata mafanikio makubwa ya kujulikana. Mpaka leo nimetengeneza connection kama hivyo, ndugu yangu umetamani kuniona tena kwa mara nyingine. Kwa hiyo mimi kwa upande wangu pia hao ni mafanikio makubwa sana. Alafu kumekuwa na swali linajiulizwa kuwa wasanii wa dunia wanaonekana kwenye dunia tu, wanaonekana kwenye tamthilia yote ama kucheza na msanii yote. Hii iko vipi? Ni kwa mikataba ile inaruhusu kuigiza sehemu nyingine? Mikataba iko hivyo, ila pia saa nyingine kama unaweza kuomba unaweza kukubaliwa kufanya, kwa sababu kama kimfano mimi nipo kwenye dunia, lakini nilivyohitajika kwenda kucheza kwenye show ya kiuno, nilimuona tajiri nikamuomba, akaniambia basi hamna shida, nenda kafanya. Iko hivyo. Watu wanajiuliza kuwa tamthilia dunia ni kama imeisha. Tuweke wazi, ni kweli tamthilia ya dunia ndio imefika mwisho, haitoendelea tena? Sisi tumemaliza season 1 ila tunaisubiria season 2. Tamthilia ya dunia haijaisha bado. Mwisho dunia bado inaendelea kuendelea dunia, kwa sababu dunia haijaisha. Ama dunia hii ndio mpaka ishe ndio tamthilia itaisha? Sijajua akili ya bosi wetu, lakini kwa sasa hivi dunia haijaisha. Yaani tumemaliza msimu wa kwanza, tunasubiria msimu wa pili. Mimi naamini dunia inaanza 2024, na nikisema tamthilia ambayo ilikuwa ni kubwa sana na imekaa kwa muda mrefu ni dunia. Ni kipi ambacho umejifunza kutoka kwenye tamthilia dunia ukiwa kama shabiki, sio msanii tena? Nikiwa kama shabiki, kusema ukweli, tamthilia zipo nyingi sana ambazo zinazorushwa mitandaoni humo, lakini ukitaka kujua ubora wa kazi, angalia idadi ya watu ambao wanaoifuatilia hiyo kazi. Dunia kiupande wangu, hata kama ningekuwa sijacheza, yani naweza nikasema ni tamthilia bora, kwa sababu kuna vitu vingi. Ukiangalia story tofauti ambazo zinazoendelea kwenye dunia, kuna vitu vingi sana vya kujifunza kiukweli. Kuna hiki kinachoendelea kwenye mitandao. Kuna tuzo za Tanzania Film Awards zinazofanyika, lakini kwenye kategori zote nilizoziona sijaona msanii anayetokea YouTube ambaye anashiriki kwenye zile tuzo. Na tunaamini hii dunia haijafanikiwa kuchukua tuzo kutoka kwenye Zikomo Awards ambayo inaendeshwa na wa Zambia wale. Ni kwa nini kama Tanzania nyinyi wasanii wa YouTube mnajitenga kutokushika kwenye zile tuzo, ama ni kwa nini hamuonekani kwenye zile tuzo na pia nyinyi ni wasanii? Sio kujitenga. Yaani ile kiupande wangu labda, kwa sababu ukifanya kama Zikomo waliteuliwa wasanii baadhi, mfano kama Manyanya pamoja na Vai wameshiriki, lakini kwa bahati nzuri Vai akaibuka kuwa mshindi. Kwa hiyo mimi na imani ni labda wanaoandaa hizo tunzo wao wenyewe ndio jinsi gani wanaweza kutufikia sisi. Labda na hisi issue iko hapo, lakini sio kama sisi tunajitenga kwamba hatutaki kushiriki. Hapana, wasanii wote wana hamu na wanatamani kupata tunzo kama hivyo ambavyo wanapata wasanii wengine. Lakini kuna watu wanadai kuwa kuna msanii mmoja sio kusema kuwa hawezi kushiriki kwenye tuzo za Tanzania za filamu kwa sababu ni tuzo kama mabati tu, hazina chochote. Yani ni bora tuzo lakini haina hata pesa, na yeye akasema hawezi kushiriki.
Unaweza sababu tunafanya hivi kama YouTubers wasipende kujichanganya wenzetu kwa sababu hazina pesa. Bwana, labda mimi nikwambie kitu kimoja. Nishawahi kumsikia kuna daktari mmoja anasema kila binadamu ana uchizi wake, ila uwezi kujua tu mwenyewe, ukijiangalia uwezi kujua uchizi wako uko wapi. Mfano kama mimi Mdeme naweza kuwa na uchizi wangu lakini siujui uchizi wangu, ila ninaoishi nao wakiniangalia wanaweza kujua. Mimi navuelea zawadi, kwa sababu tunzo ni kama zawadi, yani unatunukiwa wewe kutokana na kile ambacho umefanya, ulichokifanya, au sio, ambacho labda ni bora zaidi ya wengine, au sio? Sasa wewe ukisema kwamba tunzo ni kama mabati, binafsi yangu mimi ndo nitakumbuka yale maneno ya daktari alisema kwamba kila mtu ana uchizi wake. Inawezekana huyo hauko sawa. Yeah. Ukiona tasnia ya filamu toka ilipotoka na mpaka sasa hivi nini unachokifanya kwenye hizi YouTube, unaiona wapi kwa miaka miwili mbeleni? Kiukweli YouTube, yani sio miaka miwili mbele, yani kwa kuanzia toka mimi nimeingia labda niwakuta na mpaka mimi nimeingia nimepata kujulikana kidogo na huko tunapoendea, yani kuna mafanikio makubwa sana ambayo ninayaona, ambayo watu wameyapata na tunayapata na watu watakaoendelea kuyapata. Yani baadaye huko hatutakuwa tofauti kabisa na wasanii wenzetu, yani tutakuwa sawa kabisa. Ni kipi ambacho Mdeme akikiona kwenye tamthilia, akiona kwenye sanaa ya filamu anasema yes, tumepiga hatua toka hapa tulipo? Yani unajua nikwambie kitu, mimi nikizungumzia hatua labda nizungumzie tu kwa upande wetu wa kazi yetu sisi ya Dunia. Unajua katika vitu ambavyo hata mimi vilikuwa vinaniumiza nikiona nafanya kazi kwenye mazingira magumu. Si umeelewa ndugu yangu? Yani nikiona nafanya kazi kwenye mazingira magumu. Lakini toka nilianza kufanya kazi na Dunia, nikiangalia umakini wao kwenye masuala ya kuandaa na kufanya hiyo kazi, binafsi yangu mimi naona kuna hatua kubwa sana ambayo tunayochukua. Na isitoshe pia hata ukimsikia labda tajiri jinsi anavyoongelea huko mbele tunapoendea, naona kutakuwa kuna mabadiliko makubwa sana, na huenda hata kazi zetu zikawa bora kuliko hata hizo kazi ambazo zinaonekana ni bora kuliko hizi za kwetu. Lakini watu wetu bado kama wanakuwa na zamani walikuwa wanachukuliwa poa, lakini sasa hivi ni kama wamezidi kuonyesha ubora, quality nzuri tofauti na hizi ministry ambazo wasanii wanaigiza. Tunaona kina tamthilia ambazo kwenye baadhi ya TV station. Mdeme unajua kwenda kushiriki, unajua kutamani kucheza kwenye ministry yote ama kwenye tamthilia zote zinazoruka kama mfano Jua Kali na nyingine baadhi ambazo wanaziona? Inawezekana labda walikuwa hawanijui au hawajaniona uwezo wangu, lakini kila siku zinavyozidi kwenda mimi naamini ofa zinatokea, zinakuja, umeona? Yani hao watu pia huwa wanawafuata viongozi wetu, ila labda kama ninavyokuambia, kwa sababu viongozi wetu bado huo muda huo wakati wa kusema bwana wewe nenda kafanye huko, nenda kafanye huko, huo muda tu ndio bado. Lakini sio kama watu hawatuoni, yani wanatuona, na sisi pia kama wasanii tunatamani kufanya kazi na wasanii wengine ili kuona utofauti wa uwezo ambao Mungu ametupa. Nikiangalia kwenye ukia sasa, ni kuuliza kwenye ile tamthilia ya Dunia, ukikaa Yesu unasema msanii huyu na huyu hapa kafanya kitu kikubwa sana kwenye tamthilia ya Dunia. Nikiji watu kwenye kwanza nifanye interview na wewe kusema tabia yako, kusema ni baba wa watoto 9 mke wa 3, watu walicomment sana wakasema yes, ndio maisha ya Mdeme halisia. Kuna mtu gani mwingine ambaye anachokiigiza ndio kwenye tamthilia maisha yake kama halisi kabisa? Katika marafiki zangu kwenye Dunia, marafiki zangu ni Jordan, mshikaji wangu sana. Mbona mwingine ambaye sasa hivi hayupo, Amani, pia ni mwanangu sana pia. Lakini ukiachana na kwenye upande wa watoto wa kiume, kwenye watoto wa kike, au ni rafiki yangu pia, huwa ananishauri mambo mengi sana, umeona? Kwa hiyo tukizungumzia masuala ya kwamba kama kimfano nani ambaye anacheza tabia yake, kikweli siwezi kujua kama kuna mtu ambaye anaicheza tabia yake, ila mimi naona ni uwezo ambao Mungu amewapa wasanii ambao wanafanya hiyo kazi ya Dunia, wameweza kutouch zile sehemu ambazo walizogea kuweza kufanya. Yani hicho ndo ninachokiona mimi. Kwa hiyo tuwatoe shaka mashabiki kwa tamthilia ya Dunia hipo na waisubiri. Tena sio muda mrefu. Mimi naamini kwa uwezo wa Mungu muda mfupi tu unaokuja burudani itaendelea kama kawaida. Na moto utakuwa mkali kuliko hata mwanzo. Nataka turudi hapa. Miongoni mwa watu ambao pia wametengeneza watu wengi kwenye industry ya YouTube ni Baba Asma. Baba Asma akatengeneza watu, akiwemo Kram akatengeneza watu. Kwa nini sababu mko na ushindani?
watu wanaangalia Dunia, wanaangalia na Big Boss. Wanasema ni kama sasa uandishi wa Dunia unataka kuingia kwenye